Naanza na andiko moja kwa moja kutoka kwenye kitabu cha Amosi. Amosi sura ya 8 na mstari wa 11 hadi wa 12. Acha nisome kidogo. Imeandikwa, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko, wakilitafuta neno la Bwana wasilione. Nimeanza kwa andiko hili. Tupo kwenye dunia ambayo haijakosa magari, haijakosa majumba, haijakosa fedha. Watu wana fedha, watu wana magari, lakini andiko hili linatoa unabii. Siku zinakuja, siku ambazo zimekuja, siku ambazo zimetimia leo, siku ambazo ndizo hizi za leo, ya kwamba siku za mwisho kutatokea na njaa. Kutatokea na njaa, na njaa hiyo si ya kukosa chakula cha kimwili. Sio ya kukosa chakula cha kimwili. Watu watakuwa na chakula cha kimwili, watu watakuwa na fedha, watu watakuwa na magari, watu watakuwa na majumba, lakini anasema ni njaa ya kukosa neno la Mungu, ni njaa ya kuyakosa maneno ya Mungu. Yaani, unajua, bora hata ingekuwa ni njaa ya kukosa chakula, kwa sababu Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate, lakini imeandikwa ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Nikisoma huu mstari, nikiangalia na dunia ya leo, inanipa kutafakari sana, kwa sababu wewe jua matokeo ya njaa. Njaa imekusudia kuua tu. Ndio maana usipokula kwa muda fulani, muda kadhaa, utasikia tu fulani alikufa kwa njaa. Na ukisoma kitabu cha Maombolezo anasema heri waliouawa kwa upanga, sio wale waliokufa kwa njaa. Nataka nikwambie, ukienda kumtazama mtu anayekufa kwa njaa, anasikitisha. Mwili wake huzofika, utakuta mifupa inaonekana, utakuta ni mtu ambaye hata ukimtazama anatia huruma. Sasa basi, kama hiyo ndio njaa tu ya kukosa chakula, lakini njaa hii iliyoelezewa hapa na nabii Amos, anasema hiyo njaa ni hatari sana. Anasema hiyo ni njaa hatari sana, ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu, ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Ndio maana leo hii watu wana njaa, hawajui maneno ya Mungu, hawajui hata maneno ya Mungu, hawajui hata ni wapi watamkuta mtu atakayewaambia maneno ya Mungu. Na ndio maana kwa kipande kikubwa leo, sawa sawa na ule mstari wa 10 anasema watu watatangatanga kutoka bahari kwenda bahari, kutoka mashariki kwenda upande mwingine. Watu wanazunguka tu. Ndio kama dunia leo, watu wamechanganyikiwa, hawayajui hata maneno ya Mungu kwa sababu hawajasikia. Kuna watu wameokoka, wanasema wameokoka, lakini hawajawahi kusikia hata maneno ya Mungu, hawajawahi kusikia maneno ya Mungu. Ndio maana unamkuta mtu anasema ameokoka, lakini amevaa kasuruali, amevaa suruali, makalio yamebanwa. Unakuta anasali, anaimba na praise, haleluya, uzungu mwingi, amevaa suruali, amevaa kimini, na lichungaji liko pale kama lizezata, linapiga tu magoli. Oh, glory to God, glory to God. Watu hawajui hata maneno ya Mungu, hawajui hata ni nani aliye na maneno ya Mungu. Utakuta wanahangaika tu. Leo unakuta kwa nabii fulani, wanafikiri wamefuata maneno ya Mungu,
lakini wanakuja wamejaza chupa za maji. Nilishangaa sana kuona msafara wa wakina mama wakitoka kwenye mkutano fulani, wakitoka kwa Mwampasa fulani, wakitoka kwa Jonemi fulani, wamebeba mafuta, wamebeba maji, wanatembea nayo maji, wanatembea na maji, wanasema kwamba wametoka kusikia maneno ya Mungu, lakini kumbe hakuna neno la Mungu. Wamebeba takataka, wameuziwa reso, tena kwa bei ya juu. Watu wanafanya biashara, wanafikiri wanaenda kusikia maneno ya Mungu. Wakitoka hapo wanaenda tena kwa nabii mwingine. Kuna mwehu mmoja, nabii mmoja akawaagiza wapeleke watu kucha na nywele. Watu wakapeleka kucha na nywele. Kwa sababu gani? Hawajui na hawajawahi kuyasikia hata maneno ya Mungu. Hawajawahi kuyasikia maneno ya Mungu. Kutakuwa na njaa. Leo hii mtu hajui mhubiri wa kweli ni upi na nabii wa uongo ni upi. Kwa sababu gani? Hawajawahi kuyasikia maneno. Amosi anasema kutatokea njaa, si njaa ya kukosa magari. Ndio maana ambia hata wahubiri matapeli hawa mitume matapeli, ambao katika siku hizi watu bado wanaanza kuwatumainishia chakula cha mwili. Utasikia nakwambia, mwaka wako wa kununua gari, mwaka wako wa kujenga, mwaka wako wa kuinuliwa, mwaka wako wa kupandishwa, mwaka wako wa kuolewa, lakini hakuna maneno ya Mungu pale. Hayapo maneno ya Mungu pale. Mungu hakutaka tuje tutabiri. Hivyo sio vitu vya kutabiri, hivyo sio vitu vya kuambia watu, lakini liko kitu ambacho kimekosekana kwenye dunia. Hitaji la dunia sio magari. Wako wa China na wa Japani wanatengeneza magari mamilioni ya mamilioni, lakini wanavuta sigara, lakini ni walevi, lakini ni malaya, lakini ni waabudu mashetani. Dunia haikukosa magari, dunia haijakosa magari, dunia haijakosa wachumba au wake, maana hata wapagani wanaona kuolewa. Dunia imekosa kuyasikia maneno ya Mungu. Hapo tu. Leo hii nenda makanisa yote tunajua na ubiri wokovu. Ukienda pale utasikia hakuna neno la Mungu. Unaingia vile vile, mtu anatoka vile vile. Anaingia mtu akiwa malaya, anaendelea kusali akiwa malaya. Anaingia mtu akiwa na mchepuko wawili, unakuta ameshakuwa mpaka na mchepuko 10. Nenda kwenye makusanyiko ya hao wanaojiita walimu hao. Walimu wa taifa, wanajiita walimu wa taifa. Haleluya, haleluya. Sijui fulani anaongea nini. Kumbe anaongea mavi, wala sio neno la Mungu. Lakini sikia, angekuwa anaongea neno la Mungu, lazima mabadiliko yangekuwepo. Angalia waumini wake, vile vimalaya, vile vitoa rushwa, vilivyovaa usiku. Hivyo ndio unakuta anaambia watu, nenda kwa neno, nenda kwa lugha, nenda kwa lugha, nenda tunanena kwa lugha sasa. Unakakuta kama malaya fulani hivi, lakini kanajua, kanasikia maneno ya Mungu. Lakini Biblia inasema itakuja njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Ndio maana leo hii dunia iko confused. Dunia imeharibika. Hakuna mtu anayemjua mtumishi wa Mungu. Sasa sikia, yalitabiriwa. Haya yanayoendelea yalitabiriwa. Yaani manabii wa uongo watakuwa wengi, wachungaji wa uongo watakuwa wengi, lakini kitu ambacho kitakuwa ni adimu, kitu ambacho kitakuwa adimu ni kuyasikiliza, ni kuyasikia maneno ya Mungu. Naomba nirudie tena ili uelewe. Narudia tena kitabu cha Mose sura 8 na mstari wa 11, anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Halafu anaenda kusema si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji. Si njaa ya kukosa chakula. Hey, nabii unawatabiria watu vyakula, unawatabiria mavi, unawatabiria magari, unawatabiria majumba. Sikia, wanadamu hawana haja na hivyo vitu. Kilichokosekana kwenye maisha yao ni kuyasikia maneno ya Mungu. Wewe endelea kuwatabiria magari, majumba, amna. Dunia ilipofika, kama ni mtumishi wa Mungu kweli, lazima uwatazamishie watu chakula cha uzima. Imeandikwa si njaa ya kukosa chakula, bali ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Anasema si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Leo hii
maneno ya Bwana hayapo. Yapo makanisa mengi ambayo zamani alikuwa anasimama na misingi ya wokovu. Leo hii naenda kwenye makanisa, utakata tamaa. Nenda kwenye makanisa utakata tamaa. Nenda ukaone wachungaji walivyo na njaa na sadaka. Yako makanisa ambayo waasisi wao walianzisha kwa kusudi jema. Nenda kwenye makanisa ya Moses Kulola leo uone. Mzee alihubiri Injili, anatembea duniani, anatembea Tanzania nzima kwa miguu. Mzee ana njaa mpaka siku moja akataka kufa kwa njaa, akihubiri Injili na kutetea wokovu. Na Injili yake yote ilijaa utakaso, ilijaa watu kuacha mabaya, ilijaa watu kuacha dhambi. Nenda kwenye makanisa ndio kwanza zinapigwa ngumi, wanagombania fedha, wanagombania vyeo. Nataka niwe askofu, mimi ndio mwanani nani, mimi lazima niwe askofu. Wanagombania vyeo, wanagombania magari, wanagombania fedha. Angalia utakatifu kwenye kanisa tu, mwanakwaya ndio nakuta tuzinzi twakutisha. Njaa ya kukosa neno la Mungu. Neno la Mungu liko wapi leo? Neno la Mungu liko wapi? Unajua ni kwa nini nisema mimi njaa ya kukosa kusikia maneno ya Mungu? Leo hii baba yangu Pastor Mbarikiwa anasema sasa hivi ukihubiri Injili ya kweli, ukihubiri haki, ukihubiri utakatifu, ukihubiri watu waache dhambi, wewe unakuwa mhai. Wewe unafungwa. Wewe unafunguliwa mashtaka. Unaona dunia nzima imesimama kinyume chako. Leo jaribu kupinga hata mavazi ya suruali kwa nani. Utatukana matusi ambayo hujawahi kuyaona. Kwa sababu gani? Dunia imeaminishwa kuishi kwenye maisha ya Mungu. Na wewe ukienda na maneno ya kweli ya kuwatumilisha watu na kuadui. Ndio maana leo hii watu wataki kuhubiri kweli. Nakumbuka mtumishi wa Mungu wa Bihudi aliwahi kusema, najisikia kufa, nataka nihubiri Injili ya kweli. Yaani anajua Injili ya kweli ni kifo, ndio maana sema najisikia kufa. Kwa hiyo leo hii hawako watu ambao wako tayari kufa. Hawako watu. Ndio maana leo hii kila mtu anajali matumbo yake, anajali familia yake, anajali uhai wake, hana ajenda ya utakatifu. Kanisa ni malaya sawa, kanisa ni wazinzi sawa. Kwa sababu gani? Hakuna mtu anayetaka kusema maneno ya kweli. Hakuna mtu anayetaka kusema maneno ya Mungu. Ni njaa ya kuyasikia maneno ya Mungu. Mimi nimethali kwenye dhehebu fulani, mpaka nimekuja kuyasikia maneno ya Mungu kwa Pastor Mbarikiwa Makupesile miaka mingi sana. Ndio nikaanza kujua kumbe maisha ya utakatifu yanatakiwa yawe hivi. Kumbe hii ni dhambi, kumbe hili. Ndio nikayasikia maneno ya Mungu yaliyobadilisha ufahamu wangu, yaliyobadilisha maisha yangu, yaliyobadili mtazamo wangu. Lakini miaka yote hiyo sikuwahi kusikia neno la Mungu. Naweza kusema hivyo kwa sababu kazi ya neno la Mungu ni kumbadilisha mtu, ni kuondoa uovu ndani ya mtu. Leo hii unaangalia wahubiri, yupo mtu mmoja anaita kiboko ya wachawi. Mimi namuitaka kiboko ya wajinga wenzie labda. Unakuta mtu huyo anasema mimi sina mpango wa kuhubiri utakatifu. Wewe vaa unavyojisikia. Ukija ukibaki uchi, mimi nitaangalia tu nguo yako ya ndani, nitaangalia tu mapaja yako. Unajua kuhubiri utakatifu ni kazi sana. Yaani mimi siwezi kuhubiria watu mwache michepuko, watu mliojaa michepuko hapa. Kumbe anahubiri anajua kabisa kanisa lina michepuko. Watu wa namna hiyo, wengine hawajasema lakini mitazamo yao iko hivyo. Kanisa linakaa kiholela, hakuna mtu anayeweza kuwasikilizisha watu maneno yao. Mbaya zaidi wale wanaotaka kuhubiri Injili ya kweli, wanaojaribu kuwasikilizisha watu maneno ya Mungu, wanafunga. Unaweza ukaniambia leo kosa la Pastor Mbarikiwa ni lipi? Uje ujitokeze hadharani uniambia kimujibu wa Biblia au kimujibu wa sheria ya nchi, kosa la Pastor Mbarikiwa ni lipi? Kajaribu kukemea tu. Tena alikuwa anamkemea mtumishi mwenzie Christine Shosha, anamwambia kwamba ndugu, kumwacha mume wako na kwenda kusingizia huduma ni umalaya tu na ukusukuma hivyo. Amefunguliwa kesi Dar es Salaam. Nani atakuwa tayari kusema maneno ya kweli afungwe? Ni njaa ya kukosa kusikia maneno ya Mungu. Ni njaa ya kukosa kusikia maneno ya Mungu. Amejaribu kuhubiri kweli, anasema mwanaye ameuawa kwa sababu ya kusema maneno ya kweli, kwa sababu ya kutaka kuwasikilizisha watu maneno ya Mungu. Nani atakuwa tayari?
kuingia hasara? Nani atakuwa tayari? Neno la Mungu kazi yake, labda tuangalie neno la Mungu ni nini, kwa sababu anasema kwamba si njaa ya kukosa chakula. Leo hii watumishi wa Mungu wanasikilizia tu chakula. Amna chakula, magari na nini, mtu huwezi ukayapata kwa kuombewa au kutabiriwa. Nimesema mkono wa mwenye bidii ndio utakayemtajisha. Automatically awe mpagani awe Mkristo, akiwa na bidii katika kazi na neema ya Mungu ikiwa juu yake, anafanikiwa. Lakini sasa hivi zimekuwa ibada za kuwasikilizisha watu mafanikio. Njaa ya neno la Mungu limeikumba dunia. Watu wamekufa kwa sababu matokeo ya njaa ni kufa. Angalia leo watu wanavyokufa. Watu wanakufa ovyo. Tena kama Afrika ndio siseme. Watu wanakufa ovyo kwa sababu ya kukosa kulisikia neno la Mungu. Neno la Mungu ni hai. Neno la Mungu ni pumzi. Daudi anasema neno lako ni pumzi ya kinywa changu. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako, sheria yako nimeipenda, kwa sababu sheria yako ndio iniongozayo. Neno la Mungu ndio chakula cha mtu. Lakini kama neno la Mungu likikosekana, lazima mauaji, lazima magonjwa, lazima mateso, lazima vita, kwa sababu neno la Mungu limekosekana. Nani anaweza kuhubiri kweli leo? Wachungaji minafi haiwezi kusimamia kweli ya Mungu. Kila mtu anatetea tu cha kwake, kila mtu anatetea tu cha kwake. Basi ni kuhubiri tu vitu ambavyo vitamfanya mchungaji apate kitu. Lakini Amos anasema kwamba nao watatangatanga toka huku na huko, wakilitafuta neno la Mungu wasilipate. Kama unavyohangaika wewe, akija Mwamposa na maji yake upo, akija Jodevi upo, ukiambiwa peleka maji upo, ukiambiwa peleka kucha upo, ukiambiwa peleka mchanga tukomboe ardhi unapeleka. Au na hata neno la Mungu sikia, imeandikwa kilichoolaniwa sio ardhi. Biblia inasema kwamba ardhi imelaniwa kwa ajili yako, kwa ajili yako wewe Kaini, ndio ardhi imelaniwa. Sasa unachotakiwa ni kumkomboa Kaini au ni kuikomboa ardhi? Kukosa neno la Mungu, kukosa neno la Mungu, kukosa neno la Mungu. Watu leo wanatembea na picha za wachungaji, ameweka picha nani, anafikiri kwamba eti ana ulinzi wa Mungu. Kukosa neno la Mungu, njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Na sisi tunaojaribu kusema hivi, mnatuchukia, mnatusaidia meno, mnatutukana, mnawaza kutushtaki. Kuna mchungaji mmoja anaitwa Alex Tewele, yuko Songea, akakemea ushoga, kapinga ushoga, kafunguliwa kesi. Njaa ya kulisikia neno la Mungu. Ni nani basi leo atakayesema maneno ya Mungu? Kama wanaojaribu kusema maneno ya Mungu mnafanywa hivyo. Ndio maana kuanzia kule Ulaya kulishaharibika, huko Afrika kulishaharibika. Ni watu wachache sana. Sisi tu ndio tumepata neema ya kuyasikia maneno ya Mungu yaliyobadilisha ufahamu wetu, yaliyobadilisha akili yetu, kutoka kwa Pastor Mbarikiwa Mwakipesi. Nikiongea sema unamtukuza. Ulitaka nimtukuze baba yako? Kama unataka nimtukuze baba yako, huyo baba yako alinihubiri Injili akaniacha nikiwa na hali ya umalaya, akaniacha nikiwa na hali ya uzinzi. Kama ningekuwa, Biblia inasema Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Injili ya kweli, maneno ya Mungu kweli, lazima yalete wokovu kwenye maisha yako. Cha kwanza, akusamehe dhambi zako, akuponye magonjwa yako. Maana yake ni kwamba Injili ile lazima ikusafishe, uwe safi, hauna dhambi tena, hauna wanawake tena, hauna michepuko tena, hautoi rushwa tena. Hiyo ndio Injili. Injili ikikusafisha kwa namna hiyo, ni Injili. Soma Biblia. Wako makahaba walienda kumlilia Yesu wakiwa wenye dhambi, waliposamehewa maisha walibadilika. Wako akina Zakayo waliposikia Injili, badala ya kutapeli watu, walikuwa ni afisa wa TRA, ni wale maafisa wa TRA kukutana kulimbikizia bei kubwa ili ulipe fedha nyingi, la sivyo anakufungia ofisi yako. Na yeye alikuwa mzalimu, lakini baada ya kusikia maneno ya Yesu akasema, tangu leo yule niliyemsulubu namrudishia mara 4, lakini nusu ya mali yangu nampatia maskini. Hilo ndio neno la Mungu. Hizi zingine ni takataka tu. Unajiita mwalimu, haleluya, Roho Mtakatifu. Unawafundisha Roho Mtakatifu watu ambao ni wachafu wa mioyo, wachafu wa sura, wachafu wa mavazi. Huyo sio neno la Mungu. Wadanganye nyumbu wenzio, hilo sio neno la Mungu. Wale walijua neno la Mungu watakwambia, ngoja
tusome kidogo hapo. Waebrania 4 sura 12. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Neno la Mungu cha kwanza liko hai, na kama liko hai likija ndani yako lazima likubadilishe. Tukijaribu kutumia nguvu kubwa kupinga suruali, mavazi ya kikahaba, unasema hauna hekima, hauna ustaarabu wowote, usihukumu, usilaani. Sikia, neno la Mungu kabisa lazima likuchome. Neno la Mungu lazima lichome. Neno la Mungu, mtu yeyote, malaya yeyote akija kutaka kulisikia ile neno la Mungu lazima likate vipande na kumwonyesha ubaya wa dhambi zake. Hebu niambieni, hao walimu wenu, malaya wanaingia malaya, wanatoka malaya, na wengine wanatoka hapo hapo kwa mipango ya kuzini, wanahubiri Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Anaongea nini? Anaongea mavi tu, hamna chochote. Angalia makusanyiko yao, angalia. Eti ni neno la Mungu? Hapana, hapana, ni kusanyiko la misukule. Lakini neno la Mungu ni kali kuliko upanga wao utokatao kuwili. Lazima neno la Mungu likiingia ndani yako likate, likusage, likuponde moyo mpaka uone kwamba umalaya hauna faida, pombe haina faida, kuzuluma hakuna faida, rushwa haina faida. Hilo ndio neno la Mungu. Sikia neno hapa. Hebu niambie, maneno hayo wewe umeyasikia lini? Na kama umeyasikia yamebadilisha nini? Tunaendelea, nasema wao watu kutoka kwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu, neno la Mungu lazima likutofautishe na dunia, lazima likugawe, likutenge na dunia. Hilo ndio neno la Mungu, lazima likutenge na dunia. Sio kwamba neno la Mungu wewe kila mtindo wa dunia upo, visuruali hata Ulaya wanavaa hivi, kwa na sisi tuvae sekea. Waulize Ulaya wamepotoka nini? Fuatia historia ya Ulaya, hawakuanza kuvaa tu suruali from nowhere. Haya sasa, Ulaya ni mashoga, na wewe kuwa shoga si Ulaya wameruhusu ushoga, na wewe kuwa shoga. Kiu ya kutoka sikia maneno ya Mungu. Neno la Mungu lazima likutenge na dunia, lazima likutofautishe, lazima likutofautishe na makahaba. Hilo lazima likugawe nafsi. Ndio maana ukiokoka kabisa utaona hata rafiki zako wanaanza kukutenga. Hilo ndio neno la Mungu. Unaongea sasa hivi ni njaa, haujawahi kusikia neno la Mungu, ndio maana uko hivyo. Hata sisi tulijua tumehubiriwa Injili, tunajua tumeokoka, tulikuwa wazee wa kanisa, lakini tunajijua tumeokoka, wazee wa kanisa, lakini tumichepuko tulikuwepo, umalaya ulikuwepo, mpaka tuliposikia neno la Mungu. Tulipolisikia lile neno, liliingia kwenye mioyo yetu, likatuchoma, likatugawa. Dhambi ikawa mbali na sisi, uovu ukawa mbali na sisi, umalaya ukawa mbali na sisi. Hilo ndio neno la Mungu. Dunia utaenda nayo wapi wewe? Anasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mkatengwe na uovu, mkatengwe na dhambi. Njaa kuliko neno la Mungu. Hasa hivi hata serikali hazijui ni wapi watumishi wa Mungu. Unashangaa tu viongozi wa serikali wanaenda kwa machawi makina Bari Yesu, wanaenda tumeleta sadaka ya mama, tumeleta sadaka. Sikia wewe, hilo sio neno la Mungu. Huyo mhubiri unayesema ni rafiki yako, angekuwa na neno la Mungu, angekwambia juu ya dhuluma, angekwambia juu ya rushwa, angekwambia juu ya ubaya unaofanya. Lakini kwa sababu hana neno la Mungu, basi wewe endeleaga kufanya. Na kwa bahati mbaya haujui hata mtumishi wa Mungu ni yupi. Mnamtesa Mbarikiwa, mnajua ni mtu ambaye ni mtu wa shetani. Mnamtesa, mnajua na kiburi, kumbe ndiye amebeba neno la Mungu. Kumbe ndiye amebeba neno la Mungu. Ngoja nimalizie tu hapa, najua huwa mwangaliaji clip ndefu sana. Acha nimalizie tu. Kitabu cha Timotheo sura ile ya pili mstari wa 19. Anasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri
Bwana awajua walio wake, na tena kila litaja jina la Bwana awache uovu. Msingi wa neno la Mungu, msingi wa neno la Mungu. Unaposikia msingi, vyote wewe kama unajua umeokoka, vyote vimebebwa kwenye jambo hili. Bwana anawajua walio wake, tena kila alitaja jina la Bwana, kila anayejaribu kulitaja jina la Bwana, moja, aache uovu. Kanisa gani leo ambalo limesimamia mtu aache uovu? Mchungaji nani ambaye atakusimamia uache uovu? Umeishi maisha ya kiholela, lakini msingi wa Mungu ulio imara, tena una muhuri. Unaposikia una muhuri, umethibitishwa. Kila alitaja jina la Bwana na uache uovu. Lakini unasema wewe kanisa lako lina michepuko, unasema kanisa lako limejaza michepuko, unasema wewe hahubiriaji watu waache dhambi. Kama unasema mimi na kipaji cha kuhubiri Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Roho Mtakatifu toa sadaka, nguvu ya sadaka, kukomboa mzaliwa wa kwanza. Unahubiri mavi. Angalia waumini wako. Mimi nina ushuhuda wa huyo anayejitoka mwimbaji wako, unayetembeaga naye, huyo unayetembeaga naye mwenye jina la mbaya kula anaitwa nani sijui. Wewe mwalimu, nina ushahidi, alitembea na dadangu, alizini na dadangu kwenye praise, kipindi imekuja Kahama, alizini na dadangu, na mpaka leo ndoa yake imeshavunjika huyo dada. Lakini mkiwa pale mnavyoimba upako wa kipumbavu, unafikiri kurefusha sauti na kuimba eti mwasimishe Bwana, mwasimishe Bwana, mwasimishe Bwana. Hakuna kitu hapo. Faili zenu tunazo hapa. Nyie ni wachafu wa roho, na baba yetu alisema mkiguswaga nyie waga mnawapoteza wahubiri. Mkiguswa nyie waga mnawapoteza wahubiri. Sasa sikia, hii ni mpya inakuja. Hapa duniani patakuwa kwa moto, mtamaliza Mbarikiwa, mtawamaliza akina sisi, lakini kuna watu watainuka. Hata kama kutakuwa na njaa ya kulisikia neno la Mungu, lakini wale watakaotega masikio yao wapate kusikia maneno ya Mungu, wataisikia injili ya kweli, injili ichomayo kuliko upanga. Mtaisikia na mioyo yenu itachoma. Injili ya kweli popote ilipohubiriwa. Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Matendo sura 37, walipoisikia walichoma mioyo yao, wakawauliza tutendeje ndugu zetu? Wakaambiwa tubuni. Hiyo ndio injili. Sehemu zingine wakahubiriwa, wakamsagia meno, wakaweka shauri la kuua. Akina Stefano alihubiri injili, wakapigwa mawe. Wewe tume kwa haleluya, haleluya, haleluya. Mwalimu anasema nini? Unasema tu utumbo. Kwa wale wanaojua neno la Mungu wanasema huyu anasema utumbo, kwa sababu matokeo ya injili ni kuliona kundi lako likoje. Kuona kundi lako likoje. Usinitishe kola, usinitishe mangoma, usinitishe umati wa watu. Hata kina Diamond wana watu wengi, lakini imeandikwa njia ni nyembamba, nayo waionao ni wachache. Halafu njia hiyo imesonga sana, lakini njia ni pana, lundo la watu wengi. Na mmoja mmoja akasema eti watu wote utawadanganya. Shetani amefanikisha kuidanganya ulimwengu mzima. Sembuse kakundi kadogo hako ka watu sijui 1000 ngapi. Shetani amedanganya dunia nzima. Haulijui neno la Mungu. Mkuu anasema eti hata kama anakusema wewe ni mchawi, unawezaje kujaza watu hawa? Unawezaje kujaza watu hawa? Sikiliza wewe mwehu, iko hivi, imeandikwa. Shetani atawadanganya wengi. Kama aliweza kuwadanganya malaika, serusi ya malaika akawadanganya. Sembuse watu hao wenye njaa hao ambao walijua neno la Mungu hao. Usinitishe kujaza watu wako. Akina Diamond wanajaza watu kuliko wewe. Shetani ameudanganya ulimwengu mzima, lakini mihuri uthibitisho wa kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Kila alitajaye jina la Bwana na aache uovu. Wako watu wanajiita mitume na manabii, wana hoteli. Nenda kwenye hoteli zao unakuta bia zimo. Nenda Mbeya pale kwenye hoteli zao unakuta bia zimo. Unajua ni mnabii huyu. Bia sema mtawatambua kwa matunda yao. Eti nabii. Unawauzia maji ya upako, sijui chumvi unazozina na upako.
mpaka umeamua kuwauzia nabii, anazanyiwa zita za upako mwehu wewe. Zita za upako. Usitutishe na kundi kubwa la watu. Usitutishe. Hatutishiki. Msingi wa neno la Mungu, msingi, foundation. Msingi tena ulio imara. Kila alitaja jina la Bwana na waache uovu. Angalieni makanisa yenu hayo. Angalia makanisa yenu hayo. Kuna mtu ameacha uovu. Kuna mtu ameacha umalaya. Vijana wanaimba kwaya huko wamelewa. Vijana wanapigana mimba. Nina tukio moja, mama moja hivi, mama mchungaji mmoja hivi alizini na mzee wa kanisa. Halafu mzee wa kanisa akazini na mtoto wake. Yaani inaitwa akala kuku na vifaranga vyake. Kanisa zimejaa umalaya, pombe, zinaa iko juu kama nini. Msingi wa neno la Mungu ndo kila litaja jina la Bwana waache uovu. Wewe unasema umelisikia neno la Mungu, umesikia matakataka. Hivi kanisani watu wasema wanaenda kanisani na michanga, vitu ambavyo tukunaagiza na waganga wa kienyeji. Wanaenda na michanga. Komboa ardhi yangu, pumbavu. Unaalizi wapi wewe? Unaalizi wewe? Ardhi ya mtu inakombolewa. Nani ana ardhi yake? Akaambiwa Kaini, kwa sababu ya kumuua Habili, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Sio kwamba wewe umelaniwa kwa ajili ya ardhi. Chezewa jinga. Ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Kwa sababu hiyo ukiyatengeneza mambo yako, ardhi itabarikiwa kwa ajili yako. Unaletea maandiko gani ya kipumbavu hayo? Watu wanaenda na michanga, matope, wamebeba mchanga. Tunaenda kwa nabii, tunaenda kwa mitume. Mitume gani wewe? Watu wanakuja wamebeba machupa ya dasani. Tuna dasani siku 21. Kuna mwehu mmoja, rafiki yangu mwehu mmoja, mmempa mafuta ya mpako. Nasikia mpaka hela za dukani anakuwa anahesabia maji ya upako. Pesa dukani anahesabia maji ya upako. Alafu wanawake wawili watatu. Akisikia klipu anajijua. Wanawake watatu, lakini kila siku kwa mtume, kwa mwamposa na familia yake. Wapi? Kuna katoto pale kanaugua, wanakaogesha maji ya upako, wanakanyosha maji ya upako. Hamna kitu my brother. Njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Sisi ndo wale tutakao kusikilizisha maneno ya Mungu. Utukane usitukane, utake usitake, sisi tutakusikilizishia maneno ya Mungu. Kila alitaja jina la Bwana hawezi kumaliza. Wathesalonike sura 2 na mstari wa 11 anasema, kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wauamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Mungu amewaletea watu nguvu ya upotevu. Mungu, kwa sababu amewaonya, hamsikii. Mmewakamata manabii wa kweli, mmewakamata wachungaji wa kweli, mmewafunga, hamtaki kuisikia kweli. Ndio maana kadri siku zinavyoendelea ndio vile mnavyozidi kupotea. Kumbe Mungu amewaletea nguvu ya upotevu kama yale ya nani yaliyofanyika kwa mfalme Farao. Mungu alimpa moyo wa kiburi ili ampige na mataifa wajue yuko Mungu. Ndicho kilichofanyika leo. Mungu amewaletea nguvu ya upotevu. Mkienda kule kwa manabii, hata tuhubiri kwa namna gani, hata tufanyeje, tuwasomee maandiko yote, hamsikii. Amewaletea nguvu ya upotevu. Amewaletea nguvu ya upotevu ili muamini uongo, mpate kuhukumiwa kwa sababu ya udhalimu wenu. Mimi nikusiwa unanisikiliza, jaribu kutafuta dawa, hata kama ni chungu, jaribu kutafuta dawa. Tafuta dawa, hata kama injili ni ngumu, hata kama tuna masharti ni kama tuendani na dunia, lakini cha kukusihi, jaribu kutafuta dawa, hata kama ni chungu, hata kama ni kali, ili upone. Leo hii ni njaa. Wapo watu kama kina Beni Hadad kule, kina Beni Hili, sijui Beni Hili.
wanafanya miujiza ya kipumbavu, akifanya tu hivi kanguo, akifanya tu hivi kanguo, watu wanaanguka, watu wanaanguka. Sasa sikia, wao kwanza Jumapili walianguka wengi vile vile, na wiki ijayo wameanguka vile vile. Wewe hayo maombi yanatoaga nini? Yanatoaga pepo, yanaongeza pepo. Kama kuna mwana mwingine nikamwona akipita tu hivi mule kanisani kwake, watu wanaanza kuongea na pepo, watu wanaanza kuongea na pepo. Nikasema, ndugu yangu, kama una nguvu hiyo, mbona unaendaga Ikulu? Mbona wako wenye mapepo wengi tu, wako mafrimasoni wengi tu, mbona hawaangukaji? Unapitaga mitaani, mbona hawaangukaji? Hao wanaangukaga misukula wa kanisani kwako. Unakuta ati mimi ndo kiboko ya wachawi, akifanya hivi haya wote wanaanguka, na Jumapili wanaanguka. Ndio maana kuna mtu mmoja akasema, mbona walinzi wako hawaangukaji? Mbona walinzi washika kamera, mbona hawaangukaji? Eti kwani kama hawataki? Sikia nikwambie, njaa ya kukosa neno la Mungu katika siku hizi, lakini sisi tutakuletea andiko lile lile, kila alitaje jina la Bwana auache uovu. Hii ni sauti ya mtoto anayesema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Na hii ndio maana ya neno Maranatha.